Kwanza ni kwamba nianze kuwashukuru vijana kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya pamoja mwaka jana ya uchaguzi. Vijana hawa wamefanya kazi usiku na mchana, wameshiriki katika zoezi hilo la uchaguzi, wengine kwa kugombea, lakini wengine kwa kuhakikisha kwamba chama kinapata ushindi. Lakini pia tumpongeze pia mwenyekiti wetu wa vijana. Vita aliopigana ni kubwa. Vita aliopigana ni kubwa. Mimi naweza nikasema ule ni ushindi. Kuingia kwa mara ya kwanza na kupata kura 4,000 na huyu ni mwanaume. Maana yake ametuonesha kwamba vijana tukiamua tunaweza. Ni kielelezo mzuri wa vijana wa mkoa wa Kagera anayeishi na ndoto. Kwamba sio unakuwa tu mmoja wa vijana basi ukae uishia kuwa na ndoto. Na ndoto hiyo uipiganie. Yaani pigania ndoto yako mpaka tone la mwisho la damu yako. Huyo ndo kijana wa CCM anayetakiwa. Kijana wa CCM si wa kulalamika, ni wa kutafuta njia na kwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwetu kukata tamaa ni dhambi. Sio mwiko, ni dhambi. Anguka, amka. Anguka. Wewe mradi Mwenyezi Mungu anakupa pumzi, endelea kumwambia Mungu nakushukuru kwa hii pumzi, lakini nitapambana mpaka sisi moyo. Ndugu mwenyekiti, kama nilivyotangulia kusema, baraza letu hili ni la kikanuni na ni baraza la 6 tangu tumeanza uongozi wetu mwaka 2022. Ndugu mwenyekiti, moja ya azma ambayo tuliweka ndani ya kamati ya utekelezaji ya umoja wa vijana wa CCM, tulisema ndani ya muda wetu wa miaka 5 tutahakikisha tunatoa fursa sawa ya kupeleka mabaraza na vikao vyetu vya kamati ya utekelezaji kwenye wilaya zote, ili tuondoe ile dhana ya kwamba kila kitu kinafanyika makao makuu ya mkoa. Kwa tulipoanza baraza, nakumbuka na wajumbe watakuwa nakumbuka, tulianza baraza letu kwenye wilaya ya Karagwe. Tukatoka Karagwe tukaenda wilaya gani? Biharamulo. Tukatoka Biharamulo tukaenda Misenyi. Tukatoka Misenyi tukaenda Muleba. Tukatoka Muleba tukaenda Ngara. Na leo tuko Bukoba mjini. Maana yake ndani ya mkoa wetu tumebaki na wilaya 2 ambazo hatujaenda, Bukoba vijijini na Kyerwa. Naomba tujipigie makofi ndugu wajumbe. Ndugu mwenyekiti, Waswahili wanasema usione vyaelea. Usione vyaelea vimeundwa. Hizi sifa, pongezi tunazopewa kila upande za umoja wa vijana zinatokea kwa sababu mwenyekiti umeamua zitokee. Ndugu mwenyekiti, ungekubali kuchukua kamba ukaweka kwenye miguu yetu ukatufunga kwenye mti, leo pongezi hizi usingekuwa unazisikia. Lakini umetupa fursa sisi kama jumuiya za chama kuhakikisha kila mwenye uwezo wa kuonyesha talanta yake aonyeshe kwenye eneo lake bila wasiwasi wowote. Majungu, fitna, shoti zinakuja, lakini zote unazipangua. Ndugu mwenyekiti, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi. Nina historia ya kutoka umoja wa vijana na kuja huku, lakini naamini katika uwezo wa vijana. Kama kijana ameonyesha uwezo wake, usimwekee kauzibe. Mwachie aende. Kuteleza si kufanya nini? Si kwamba kila kitu utakachojaribu utafanikiwa. Lakini kijana, watu wengine, wazee wenzangu walikuwa wananiona matatizo, labda wanasema nanuna. Mimi naona kijana ajaribu, akishindwa atakuja kuinuka tena. Lakini asipojaribu unamkatisha tamaa. Ushindani, mmezungumzia kugombea, na mliogombea ni wapongeze, mlishinda. Wewe kijana umeshinda na zote. Mtu akigombea anajaribu, sio lazima ashinde. Kushinda ni mapenzi ya Mungu, lakini inampa ile, ni kama tunaita training. Na bila kuwafundisha namna hiyo tutakosa viongozi na hatubidi kuwatisha. Kwa hiyo mimi nilipokuwa namuona kijana nagombea, na nampa
mnaita hamasa, si hatuite hamasa, Kiingereza wanaita encouragement. Tunampa hamasa, we gombea. Bongo Play TV.